Hatimaye tena yapa tukiwa bomba, tukiwa sawa zaidi, lakini pia tuko safi ile kizazi zaidi. Hapa Sonde Falu DJ Sonde Mgojosoni na baba ndo nazidi kusababisha budani bomba zaidi. Wanasema bon appetit your majesty, na ni sound yao, sound ya Mkaliba. Katika episode safi ya 20 nilikuwa edit leo, lazima tupige mpaka episode ya 20, 19 na 20 tu. Lakini pia kesho tutapiga 21 na 22. Lije bali kabla tarehe 28 kwa tumekwenda kulimaliza zaidi. Cha msingi zidi kulike, comment, kushare, kusubscribe, kufanya mambo isidi kuwafikia wengi zaidi. Hapa tunga pale ambapo tumeishia. Okay, tunaanzia hapa. Ilikuwa ni kipindi ambapo mtaalamu yuko na mambo mengi sana kwa kichwa, akiwa na msubiri bibie tu, lakini sijui kwamba tayari binti ameingia kwenye kizaazaa zaidi. Kwani kwa sasa kuna kesi ambayo inamkabili, na kwamba juu adiko ambayo aliandaa kwa siku ya leo imeweza kuleta shida katika mwili wa Charlie ambaye anafahamika kwa jina Prince Myung, yani mdogo wake kutoka kwa mama Akambo zaidi. Na maana kwa sasa moja kwa zote kizaazaa ni kikubwa sana kwa binti ambaye anafahamika kwa jina hiyo, kwamba amefanya kwa makusudi zaidi. Lakini nyuma mchezo kuna watu ambao wameiandaa hiyo habari. Basi mwanaume hana habari yoyote, anafurahi tu kwa sababu kwa sasa afanikisha kurejesha zile pilipili ambazo zilikuwa zimechukuliwa za binti kwa wakati ule na kakake Prince Jason, mjomba wake yule. Anasubiri binti kwa shangwe sana. Anasema pindi ambapo atakuja atakuwa na tabasamu sana, ili pia ndamshika namna hii. Nakumbuka michezo hiyo. Mamba na mbwembwe kweli. Lakini ghafla aliweza kufika Chief Yeon. Asema bia yuko katika matatizo mazito zaidi, na kwa sasa tayari yuko anapatiwa adhabu kali kwa kuhusika na kujaribu kusababisha kifo kwa Prince na kumweka Prince katika hali ya hatari zaidi. Hivyo Mamba alikuja katika eneo la gereza, sehemu ambayo binti Jion ameweza kuhifadhiwa. Wanawaga yaelewi tu anapomwona binti, anachohitaji ni kwamba pavunjwe hapo. Anasema lakini sisi tunafanya kwa sababu ni amri. Anambia kamanda, hebu vunje kila kitu. Lakini kabla hajamaliza anakuja mamake wa Kambo. Huyu ni mamake wa Kambo, na anamtumu sana akiwa na mashaka ni mmoja wa watu ambao walihusika kwenye kifo cha mamake. Anasema nini ambacho unahitaji kufanya kwa wakati huo? Anasema mimi na maswali mengi sana kuuliza wewe, kwa sababu huwezi ukajua juu ya kile ambacho kimetokea kwa Jim Myung. Huenda na mashaka ya kwamba anaweza akaja akachukua throne, na hicho ndo kitu ambacho kinakupa hofu zaidi. Mama akasishwa sana na ile kauli, akachomoa ubaba pamba. Anamwambia basi sema kile ambacho ulisema, kama unafikiri na wasiwasi juu ya kupoteza. Mama anasema wewe ni uwe tu, lakini hofu yako ni kwamba dogo wako anaweza akaja akachukua ulisi wa kiti cha kifalme, hivyo unahitaji kumpoteza mapema zaidi. Ndio mwanaume na binti anakumbuka tu yeye sio mtu kufanya kile kitu ambacho kinafikiriwa, kwa sababu tayari alishamtreat mdogo katika hali ya sawa zaidi. Hapa hebu tuongee hivi. Basi Bia alimsihi Mamba asifanye chochote tu na awe mpole zaidi. Lakini turudi nyuma kidogo, pindi ambapo binti aliweza kuandaa msosi mwema kwa watu hao na kuwapa chakula ambacho hata mdogo wake na The King, ambaye kwa sasa anasema ana shida, aliweza kufurahia sana chakula ambacho kilikuwa kimeandaliwa na bibie. Hivyo akawa na mashaka yote na chakula kilikuwa kimepika katika hali ya usawa zaidi. Haka nikakumbukumbu tu ambako binti anaturejesha nyuma kidogo kabla ya kizaazaa kutokea. Lakini pia binti baada ya siku kuhakikisha amesevu msosi wake kwa kumpatia kila mtu, anasema alikuwa anahitaji kuelekea, kwani huko alikuwa na jambo la muhimu sana, kukutana na wapishi kutoka katika Ming ili aweze kuaga tu. Ndio namna ambapo kuna kizaazaa kiliweza kuibuka hapa, kamweka binti katika mashaka mazito zaidi. Buka tumerudi nyuma kidogo ni kupata kama muunganiko fulani hivi ambako katatufanya tuwe sawa pamoja.
Basi Bi aliweza kuhakikisha ameandaa kila kitu. Lakini pia alienda kuwapatia Jiseng wapishi kutoka katika taifa la Ming. Lakini pia alihitaji kuaga Twa ambao kwa sasa walikuwa nasema ya kwamba katika safari yao wenyewe kila mtu atakiwa kwenda kwa upande wake kwenda kujifunza juu ya skills mpya za mapishi. Lakini binti alikuwa na furaha sana siku hiyo. Hata hivyo Twa walifurahi sana kwa kujifunza vitu vingi kutoka kwa binti. Lakini mzee amwambia unatakiwa makini sana, sababu kuna namna ambayo nafikiria iko sawa. Hii ni kauli ambayo aliambiwa na mzee huyo kwamba bibi anatakiwa makini sana, sababu ni kama kuna jambo mzee analiona aliko sawa. Ndio majira yale sasa ambapo binti alikuwa analejea katika sima kwenda kupumzika kutokana na shughuli ambayo alikuwa ameifanya siku ya leo. Ghafla aliweza kukamatwa na Malikia. Kwa wakati huo aliweza kumpiga makofi mengi sana, hivyo kusababisha binti aweze kupata majeraha katika eneo lake. Anasema kwa nini ambacho nimefanya? Anasema ulihitaji kumwangamiza mwanangu, hivyo kwa sasa utaenda kupata adhabu kwa kile ambacho ulikuwa umekifanya. Hata hivyo kijana ambaye tunazungumzia mpata shida na kijana ambaye aliweza kupata msosi muda mchache uliopita uliokuwa umeandaliwa na binti. Sasa upande wa pili kwa Kuidwage anapata taarifa ambazo zinamfurahisha sana mwanamama ambaye kwa sasa ni mke wa mfalme. Anasema ngoja nimuone tu ataishia wapi na ule bishi wake, mjuaji wake mwingi zaidi. Binti yuko anamwambia ni vema angekonfesi kwa kile ambacho amekifanya. Lakini binti anasema mimi hakuna kitu ambayo nimefanyaga. Sasa ndo upande ule The King alikuwa ametulia akipata kumbukumbu mbalimbali sana juu ya vitu ambavyo vinasonga katika taswira yake zidi ya binti ambaye anafahamika kwa jina la binti Jian. Usipate moto tunaunga kizazi zaidi. Basi tunaunganisha pa. Naambia kwa hicho ambacho unahitaji kukifanya kitaweza kusaidia jambo lolote. Ilikuwa ni vema kama ungeweka upango wako chini ili uweze kuhakikisha tafuta ushahidi ambao utanifanya mimi nisalie kuwa huru. Tofauti na hicho ambacho unaweza kufanya inaweza kufanya usifanikishe namna kuweza kunisaidia katika kizaazaa zaidi. Anasema najua unajua nini ambacho kinatokea, lakini pia mimi najua nini ambacho kilitokea katika future, wakati ambao na baadaye zaidi. Hivyo nahitaji kucontrol kila kitu kiweze kukaa sawa zaidi. Hapo kutokana na gaza zaidi kiliko maneno ya binti aliweza kuacha na asimshenyente mamake wa kambo. Sawa itaka malize mchezo wa papa. Aliambia kitu kimoja tu. Kwa sasa hakuna mtu ambaye ataruhusiwa kumtocha, yani kumuumiza bibie kwa wakati wote mpaka kweli ambapo taweza kupatikana. Lakini pia mama amemwambia kitu kimoja tu. Kama kuna kitu itatokea kwa mwanangu, basi na mimi nitajua nini cha kufanya. Basi alikuwa ni makubaliano tu kwamba mwamba atafanya uchunguzi kujua nani ambaye amesababisha kitu hiki. Lakini sasa mwanaume anaumia sana. Anaweza binti uko sawa. Lakini sasa upande wa pili kwa Kuidwage, bibi yake na Charlie anaitoa ujumbe kwamba mwamba anahitaji kumuondoa dogo katika njia mapema ili aweze kuchukua nafasi ya uharaka zaidi awe mfalme wa muda mrefu. Huyu mzee ni mnafiki sana. Hata pia anasemekana aliweka sumu. Lakini bibi alilikataa hili swala kwa sababu anamjua vyema sana mjukuu wake. Anasema hawezi kufanya kitu hicho ambacho mnakizungumzia kwa wakati huo. Anamjua vyema sana mjukuu wangu. Lakini lazima kuna mtu ambaye yuko nyuma hili swala tofauti na mjukuu wangu. Anasema labda ni Grand Prince Jason. Ni kweli bwana, huyu mwanaume ndo mbali kwa nyuma ya kila kitu ambacho kimetokea. Na wao upande wao kuna furaha sana wakidai ya kwamba misheni yao imekwenda sawia zaidi. Sasa kuna mpango wa mwisho kabisa wa kuhakikisha wanaweza kumnyafua mwanaume ili mambo yakae sawa zaidi. Hiyo hapo katika episode safi ya 20. Kesho tunapiga bao na episode ya 21 na 22. Hizi ni mbili tu. Sasa tunatakiwa tumalize hii kazi, tuluke na kazi ambayo inafuata. Lakini pia usisahau kulike, comment, kushare, kusubscribe zaidi. Hii hapa sound ya Bugoja Sony, sound ya Falu DJ. Mimi natoka kitengo pale online hizi kwa 0686414059. Karibu tutete hapo asabu mambo mbalimbali. Lakini pia katika episode ya 22
kwenda kutoa advertise tu kigongo ambacho kinafuata baada ya kumaliza hapa. Hizi picha zina mfanano, zina mpangilio ambao mpangiliwa zaidi. Kuna chuma ambayo inakuja, alafu kuna wajomba wawili wako katika hii chuma, tutakuwa nao tena. Rese chao kamsamida. Here you go, Badman.